Hapo nyuma kidogo niliongelea kwa nini hii system ya Tanzania ya udikteta itaenda kufa haraka sana na kwa muda mfupi sana, na nikasema ilianza too late na ikaanza kwa kurupuka, kuanza kutumia nguvu bila akili. Sasa leo tuangalie Gen Z na serikali na jinsi itakavyokuwa hii system wanayoipanga. Gen Z, kumbukeni hawa Gen Z watakuwa wananchi wa kesho, watakuwa watu wazima wa kesho. Gen Z hapa wapo wanashuhudia jinsi gani serikali inapachika viongozi kwa sababu ya undugu, kwa sababu ya favor, kwa sababu ya sababu zisizokuwa za haki na kisheria, na haifuati utaratibu rasmi wa kumweka kiongozi. Yeah? Na Gen Z hao wameshuhudia kunyimwa haki zao za kupiga kura. Wameshuhudia wananyimwa haki yao ya kuandamana na haki zao nyingi sana zinanyimwa. Na serikali haijaacha kupambana na Gen Z. Inatamani kuwanyamazisha. Gen Z wamegoma kunyamaza. Sasa hawa vijana wa leo ambao ndio watu wazima wa kesho, ambao tayari wana historia moyoni ya nini serikali imefanya kwa ndugu zao, kwa wazazi wao. Hapa naongelea October 29th, 2025, jinsi ambazo serikali iliweza kuua wananchi, hasa vijana. Kwa hiyo vijana wengi either wanaongea au hawaongei, wana maumivu moyoni, na mamia ya maelfu ya vijana na wananchi kwa ujumla wanasapoti haya mapambano ya Gen Z na serikali. Japo kuna uoga wa kuongea, lakini tunaona kabisa uoga wa kuongea unaanza kuisha. Ukiangalia comments kabla ya uchaguzi mwaka jana na baada ya uchaguzi, kama unafuatilia mitandao ya kijamii hasa kwenye hizi peji za habari, utagundua hakuna mtu anaogopa comment tena. Zamani comment hata kwa Mange utakuta watu wanaandika mwanasheria wangu, sijui mwanasheria wangu, Malawi, sijui nini. Now watu kaangalieni posti za waziri mkuu, anakaangwa wazi wazi. Angalieni rais akiposti, kwanza alikuwa anazima posti siku zote. Watu wameanza kuongea kwa kupitia mitandao ya kijamii, pamoja na doria zote zinazofanywa mitandaoni. Watu wamechoka. Na serikali system inayoijenga, yani kwamba ya udikteta, ambayo imeanza kwa muda mfupi na kwa kutumia nguvu bila akili na intelligence. Hii system ingetakiwa ianze kujengwa pole, si encourage ya udikteta, lakini ni vitu vinavyoendaga pole. Sio kitu cha kwanza leo na kesho you're there. No. Ndio maana wazungu wanaanza kwanza kujenga system, sio kuandaa watu. You build a system first, then you prepare the people. Kwa sababu mtu leo unaweza ukamweka pale akaanguka, lakini system ikiwepo unaweza ukamweka hata moyo pale aendeshi, kwa sababu system ipo, kila kitu kinafuata system yake. Kama maji yanafuata mkondo, ina maana ingefuatwa. So serikali kwa vyovyote vile, this system will never work. I know people are telling you, najua mnawashauri mna nini, lakini kwa tunavyoona ni kwamba serikali imeamua kujiziba masikio, haina mtu anayesikiza. Lakini kwa hichi kizazi cha Gen Z kitakachokuwa watu wazima wa kesho, hao viongozi mnaofikiria wataendesha kesho, Gen Z hawawezi kukubali. Gen Z hawawezi kukubali kunyimwa haki zao kesho. Hiyo miaka 5 ijayo, hata ukitokea uchaguzi, sijui mnawastopishaji wa watu wasikombania haki zao. Sijui mnawalaghia watu wapokee rushwa tena kama hizi za pikipiki, sijui vitenge, sijui nini. Hizo zitokea kwa wazazi wetu. Mimi nyumbani kwa naona mavitenge ya CCM kibao, kila kitu yapo. Kwa sababu walikuwa wanaipenda CCM kama dini. Ifanye vizuri, ifanye vibaya, wao mradi tu ni CCM, they were going. Lakini hiki kizazi hakitaki mambo ya siasa. Ndio maana unaona Gen Z mapambano yao ni wewe mtu wa siasa ujiingize, lakini wenyewe hawataki kabisa kuhusishwa na chama chochote cha siasa. Wako Gen Z kama Gen Z, tunataka haki kwanza, then political will come later. Politics. So naona anguko na haiwezi kufika miaka 5 kimya tu, kwa sababu mapambano ni mengi. Nguvu ya polisi watachoka sasa, kwa sababu unaona kabisa hata sasa hivi yale matamko ya kutiisha hamna.
Machawa kabisa wameshapotea, wale machawa waliokuwa wanakandamiza wenzao, kwa sababu kila mtu anataka changes, they just don't say and you can't buy them forever. Wanataka mabadiliko, ni kwamba tu the time will tell. As I say, watu wana comment pale, mkisoma comment unaona kabisa majority ya wananchi wanataka nini, wanawaza nini, wanaelekea wapi. Haya maandamano ya kupangwa na kufail, kuna siku hayatapangwa. Watu tu watanyanyuka kwa kitendo ambacho mtakakifanya kimakosa na kitaamsha watu wote.